Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karibuni sana wapenzi wangu katika elimu yetu ya tiba, na karibuni sana wapendwa katika elimu yetu ya elimu ya Saa bin Laden 786 katika kujifunza elimu ya tiba mbalimbali. Pia nashukuru sana kwa wale ambao wamejaribu kusubscribe katika channel yetu, wamejaribu kushare kwa watu kwa upendo wao. Basi Mwenyezi Mungu awazidishie sana. Lakini pia kwa yote yule ambaye ametumia namna yote vile kusubscribe, Allah amzidishie, kwa sababu mpaka mtu amesubscribe na maana ameelewa nini maana ya elimu ya tiba. Leo tutajifunza mivuto mitatu ya ajabu katika biashara na katika kuuza chochote nyumba. Biashara yoyote ile, nyumba, kama ni viwanja, kama ni biashara yoyote, kampuni, chochote kile. Hii ndio mivuto mikubwa katika hii elimu ya tiba. Kwanza kabisa nataka nikugeni kitu kimoja. Kila mmoja nafikiri anamjua njiwa. Njiwa katika mivuto ni miongoni mwa viumbe wa hatari sana. Damu ya njiwa ni miongoni mwa damu zenye majibu makubwa sana katika kuchanganya dawa. Yaani miongoni mwa vizimba vikubwa katika kuchanganya dawa. Kwa sababu yeyote yule ambaye atatumia damu ya njiwa katika biashara, katika mfano umetengeneza dawa yako, kisha ile dawa ukaipa nguvu kwa kuimiminia damu ya njiwa, basi biashara yako hiyo itakuwa na mvuto mkubwa. Kwa hiyo njiwa ni miongoni mwa ndege ambao wana miujiza mikubwa sana. Hata ukifuata katika kisa cha Nabii Nuh, njiwa ni fasiri sahihi ya njiwa ni ndege ambaye mwenye utulivu, mwenye busara, ni ndege mwenye maono. Kwa sababu ukifuata katika kisa cha Nuhu, njiwa aliagizwa kunguru. Baada ya kuagizwa kunguru kwamba akaangalia gharika ile maji yamekauka au hayajakauka, ile maji yameendelea katika ile kisa cha Nuh. Baada hapo akatokomea huko kwa kunguru. Baada hapo Nuh akamlani yule kunguru. Kwa kunguru unakuja kupata kwamba ni miongoni mwa ndege ambao yamelaniwa. Kwa hiyo kama na wewe unataka kumfukuza adui yako, kama unataka kumhamisha adui, kufanya chochote, ukichukua njiwa katika mguu wake wa kushoto, kisha ukachukua tarasimu lako la kumhamisha adui ukamfunga, au bawa lake la kushoto njiwa, kisha ukampeperusha pamoja na jina la adui na ile rizi yako, ukalitupa ukampeperusha na ule njiwa, basi huyo adui yako ataama hata siku 7 zifiki, kama unaweza kweli kufanya. Kwa hiyo tutakuja kupata kwamba njiwa hawezi kutumika katika mvuto, ila njiwa anatumika katika vitu vibaya, damu yake katika maadui manini. Lakini njiwa alipotumwa, tunakuja kupata huyo kunguru huwa anatumiwa katika vitu vibaya, kwa sababu kunguru kama utamtumia kwa kumfukuza adui, ukimfunga bawa lake la kushoto, kunguru ni miongoni mwa ndege wabaya ambao ni ndege mpaka leo. Baada ya kulaniwa kunguru, wewe ukisogea hapa kidogo tuko napita, kunguru akikuona anajishuku kwamba mbona ananifuata, anaruka. Sasa kwa hiyo kunguru ni miongoni mwa yaani ukitaka kufanya vitu vibaya vyote, kumhamisha adui, kumpa nuksi adui, unatumia kunguru. Sasa kwa tunakuja kupata kwamba baada ya njiwa kunguru kutumwa, akatumwa njiwa. Alipoona hali ni safi na salama na kuna amani, na akarudi na jani ambalo liliweka katika mdomo wake, jani la mzaituni. Nabii Nuh alipopelekewa akajua kwamba inaashiria kitu gani, kisha akaambia kaumu yake. Sasa kwa hiyo damu ya njiwa inaleta mshikamano, inaleta upendo, inaleta kila kitu katika ulimwengu. Kwa hiyo damu ya njiwa ukichanganya katika kizimba chako chochote, ni miongoni mwa dawa ambayo inakuwa na mvuto sana. Lakini uzuri katika njiwa cha kufanya, usitumie damu kama damu. Tengeneza vitu vyako vyote, tengeneza dawa zako unazojua, kisha ndani yake weka na damu ya njiwa, kisha weka mvuto wako, utaona maajabu ya ulimwengu. Unajua tiba ni elimu ambayo ukifuatia vizuri ni elimu ambayo ina majibu makubwa sana. Sasa leo tutaingia katika mvuto wetu wa leo ambao nitaelekeza mivuto mitatu au miwili, taangalia na muda ambao utaruhusu. Mvuto wa kwanza, nenda moja kwa moja katika duka ambalo linauza sana. Nenda katika ile duka linauza sana lile. Baada ya ile duka kwenda, ukishafika dukani kule, mwambie muuzaji duka naomba mchele kilo 1. Baada ya kuchukua mchele kilo 1, usage vizuri ule mchele. Baada ya kusaga vizuri, nenda mpaka nyumbani kwako. Chukua mishumaa 5. Mshumaa wa kwanza chukua wa kijani, wa pili chukua mshumaa wa njano, wa tatu chukua mwekundu.
Wa 4 chukua mweupe. Wa 5 chukua mshumaa mweusi. Baada ya hapo mchole mtu mwenye jinsia. Aidha utaangalia jinsia gani ambayo inapendwa na watu dukani kwako. Kama itakuwa wa kiume ndio wanapenda sana kuja dukani kwako, basi mchole mtu wa jinsia ya kiume. Lakini kama ni wanawake ndio wanataka waje sana katika dukani kwako, basi mchole mtu wa jinsia ya kike. Baada ya kumchola kwa kutumia huo unga wa mchele, changanya na unga unaitwa satar, unga wa satar, kisha chukua na njiwa jike. Changanya hapo. Baada ya kuchanganya hapo, ingiza na amber original kabisa, ingiza katika huo mchanganyiko wako. Ukimaliza hapo, chukua samaki anayeitwa shilong au umbula, saga vizuri dawa yako. Baada ya kusaga vizuri, tengeneza huyo mtu sasa. Baada ya kutengeneza, unachukua unaanza kusoma. Baada ya kuanza kusoma, hilo dude lako sasa utalisomea miongoni mwa aya hizi hapa. Soma jina la kwanza, sio aya. Soma jina la kwanza jina la 9 la Barahati, Ghalmash, isomee mara 1000. Ubani wako ni ubani Maka na ubani Zukhra. Baada ya hapo, soma tena aya 72 ya surati Yasin, isomee hapo. Ukishamaliza kusomea kila kitu, mvuto utatumia kuweka katika biashara yako. Na namna utaitengeneza, aidha katika chupa utaweka katika biashara yako, lakini unaweka na mchanga ambao unaingia katika biashara yako na michanga ya sokoni. Huu ni mvuto mkubwa sana sana. Na kama utauwezea vizuri, kuna kizimbo kikiingiza na mwenyewe ukajifungua vizuri, basi hiyo ni miongoni mwa mivuto mikubwa sana. Huo ni mvuto wa kwanza. Lakini mvuto wa pili, ukitaka wateja sana katika biashara yako, chukua tarasimu ile ambayo tunalionyesha hapo, inapita katika video yetu. Sawa, ile tarasimu liandike vizuri. Baada ya kuliandika, chukua punje 7 za mchele. Baada ya kuchukua punje 7 za mchele, ekazika mbele ya biashara yako. Watakujia wateja kutoka kila njia mbali. Hii ni miongoni mwa mvuto mikubwa sana. Lakini mvuto wa 3, chukua kitambaa cha kijani. Baada ya kuchukua kitambaa cha kijani, tengeneza sanduku. Baada ya kutengeneza sanduku, tia hao njiwa damu zake, tia na hela zote ambazo zinaingia katika biashara yako, tia na tarasimu nyingine ambayo unaiona hapo katika video yetu hii. Baada ya hapo, tia 100, 500 mpaka 10,000 ambayo inaingia katika biashara yako. Kisha sanduku unaweza ukalichimbia ndani kwako, wewe ukaenda kwenye biashara yako kama kawaida, au kale kwenye biashara. Lakini ushauri wangu, usiweke kinga na mvuto sehemu moja, itakuwa haifanyi kazi. Ile kinga itaenda kuua mvuto. Baada ya kusema hayo, mvuto ni elimu kubwa na elimu pana, na miongoni mwa elimu leo nimekudokozeni kidogo. Inshallah kadiri siku ninavyozidi kwenda, tuendelea kusoma kidogo kidogo vile ambavyo Allah yeye amenibariki. Lakini nakushaurini yote yule ambaye anataka kuweka mvuto vizuri, kwanza mwili wake uwe safi, hauna kifungo, ni mwili ambao upo vizuri. Kama utafanya vizuri, mwili wako kwa hauna vifungo, hakuna utachokifanya katika ulimwengu kisitoe matunda. Lakini pili, mtu ambaye atakufanyia elimu ya tiba, mshauri sana aifanye kwa moyo wa dhati. Lakini pia kabla mjaanza elimu ya tiba, fanyeni sana istighfar ya kila jambo, kisha fanyeni elimu ya tiba. Kama utapenda pia, kipindi unaandika matarasimu yako yoyote ya kuhusiana na tiba, sema ya wadud, jina la Allah hilo. Kama utatengeneza tarasimu kwa ajili ya mvuto wa pesa, kipindi unakuwa unaandika unasema ya Fattahu, ya Fattah, ya Fattahu. Jina la Allah hilo pia lipo kwa ajili ya kulifunguka. Lakini kama utaona tabu na utajua Barahati, basi soma Ghalmash jina la 9 na jina la kwanza la Barahati ambao ni Barahati. Sasa Barahati hiyo ni 1. Na pia Ghalmash hiyo ni 1. Mara 1000 itakuwa nzuri katika hiyo elimu. Baada ya kusema hayo, nakupendeni sana na Mwenyezi Mungu akubarikeni na ajalie kila mmoja ambaye atatengeneza tarasimu leo kesho, basi tarasimu zake ziwe makbur na ziwe zenye majibu makubwa katika ulimwengu. Asanteni.